Mtazamaji wangu, natumai mzima popote ulipo na karibu tena katika YouTube channel yetu, kituo nambari 1 kinachozidi kukuletea taarifa za siasa nchini Kenya. Mtazamaji, leo hii ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kwa mara nyingine, gavana wa kaunti ya Nairobi Mheshimiwa Johnson Sakaja ameweza kuingia katika midomo ya Wakenya. Na kwa wakati huu Wakenya wengi wameweza kumkosoa. Mtazamaji, siku jana kuliweza kuwa na maandamano mazito katika jiji kuu la Nairobi huko CBD. Maandamano ya kutetea haki yake Albert Ojwang. Ila mtazamaji, amini usiamini, baadhi ya Wakenya wakiona nia ya haki kupatikana kwake Albert Ojwang ambaye aliweza kuaga dunia katika njia ya tatanishi huko Sel. Mtazamaji, amini usiamini, siku ya jana kuliweza kuona guns na kipande cha video nilichoweza kukitanguliza ndiyo hali halisi ambayo iliweza kushuhudiwa katika jiji kuu la Nairobi. Ushirikiano kati ya maafisa wa polisi pamoja na guns. Je, aliyolipa guns hawa ni nani? Yupo katika serikali? Na pesa aliyoweza kuitumia ni pesa ya serikali Kenya Kwanza ama ni pesa ya wananchi waliokuwa wakitafuta haki yake Albert Ojwang? Na amini usiamini, Mheshimiwa Bob Owino ameweza kujitokeza hadharani kumkosoa vikali gavana wa Nairobi Mheshimiwa Johnson Sakaja, kwani baadhi ya guns ambao waliweza kushuhudia siku ya jana walionekana wazi wakidai ya kwamba Sakaja, ulinzi tumeweza kuimarisha huko CBD. Na mtazamaji, leo hii tumeweza kugundua ya kwamba kutokana na baadhi ya viongozi wa upinzani wameweza kukosoa hatua ya guns kupewa nafasi kuingia katika mji wa Nairobi wakiwa na silaha dhidi ya waandamanaji ambao hawakukuwa na hata silaha katika maandamano ya amani. Naam, mtazamaji, tumeweza kugundua ya kwamba idadi kubwa ya watazamaji mnaozidi kutazama video zetu katika YouTube channel hii bado hamjaweza kufanya jambo la busara. Hivyo basi, mtazamaji, ningependa niweze kukusii uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Iwapo utaweza kufanya hivyo, basi utakuwa umeweza kutupa support kubwa, nasi hapa tutaweza kushukuru, kwani ndiyo njia pekee kwa hivi sasa ambayo utaweza kutupa malipo yako kwa sisi hapa kukuletea taarifa. Naam, mtazamaji, ni hali ya kusikitisha. Sote tuliweza kushuhudia katika maandamano ya amani yaliyoweza kuratibiwa na vijana wa Gen Z huko CBD jijini Nairobi siku jana. Hayakuweza kwenda jinsi ambavyo waliweza kutarajia. Haya yote guns waliokuwa wameweza kulipwa kuharibu maandamano hayo ya amani ya vijana wa Gen Z. Kweli baadhi yao waliweza kufanikiwa, na hata mbaya kabisa tuliweza kushuhudia hatua ama tukio la kusikitisha, baadhi ya waandamanaji kupigwa risasi na hata mmoja kuaga dunia huku mwingine akiwa katika hali ya tahadhari. Mtazamaji, pia maswali yameweza kuibuka. Je, taifa hili la Kenya hivi sasa, kutokana na kile ambacho kinazidi kuonekana, kiongozi yeyote aliyekuwa na pesa yupo huru kufanya lolote lile kwa ajili ya kutetea serikali Kenya Kwanza? Maswali pia Wakenya wakidai ya kwamba kutokana na guns ambao waliweza kupewa ruhusa ya kubeba silaha katika maandamano, je, kipindi ama siku nyingine vijana wa Gen Z watakapokuwa wapo katika maandamano yao wasiwe na chupa za maji pamoja na mask? Vile vile wasiwe na vitambaa ama bendera za Kenya, wao nao waweze kupewa ruhusa ya kubeba silaha kwa ajili ya maandamano yao dhidi ya guns, na pia maandamano yao ya kuidhinisha mwaka mmoja baada ya maandamano ya mwaka 2024 kugharimu maisha mengi ya vijana wa Gen Z. Je, katika taifa hili la Kenya
sote tunafahamu kwamba maafisa wa polisi ndio ambao wanaozidi kutakiwa kuimarisha usalama kwa mwananchi yoyote yule katika taifa hili la Kenya, ila hivi sasa hilo ni tofauti na halionekani likitokea. Tukio la jana ni ya kwamba mwanaharakati Hanifa sote tuliweza kushuhudia akijaribu kupigana ili kuchukua simu yake kutoka kwa mmoja wa gunzi ambao waliweza kulipwa. Na mtazamaji, hivi sasa taarifa ambayo inayozidi kutufikia katika dawati letu la habari ni ya kwamba mwanablogu Maverick Aoko kwa ukurasa wake rasmi wa mtandao wa X ameweza kueleza kwamba Mheshimiwa Johnson Sakaja pamoja na viongozi wengine wakuu huko Nairobi ndio walioweza kufanikisha goons katika maandamano hayo ya siku ya jana, ikidaiwa kwamba kila goon aliweza kulipwa takriban shilingi 1800, hatua ambayo iliweza kuwapa jukumu ama nguvu kukabiliana na waandamanaji katika mji huo wa CBD Nairobi. Vile vile, mtazamaji, sote tunafahamu kwamba uongozi wa serikali Kenya Kwanza, ijapokuwa umeonekana kuelekea katika kufanya mazungumzo kati yao na babake Albert Ojwang kutokana na kiwango cha pesa ambacho babake Albert Ojwang aliweza kupewa, sote tumeweza kushuhudia mabadiliko ya sauti ya babake Albert Ojwang dhidi ya serikali Kenya Kwanza. Je, mtazamaji, ni kipi ambacho babake Albert Ojwang aliweza kupewa ama kuambiwa? Na iwapo aliweza kuambiwa jambo jema, kweli maisha ya mtoto wake ataweza kuyasamehea kwa njia hiyo kirahisi? Na sote tunafahamu kwamba ataweza kubaki na pengo ambalo haliwezi kuzibika, kama alivyotanguliza hapo awali alipopata taarifa ya kwamba mtoto wake aliweza kuiaga dunia katika cell huko Central Police. Na mtazamaji, iwapo ni jambo mbaya ambalo babake Albert Ojwang ameweza kuambiwa, ni kipi ataweza kukifanya ili aweze kuimarisha ulinzi kati yake pamoja na familia yake? Iwapo ataendelea kushirikiana na vijana wa Gen Z, huenda ikawa mbaya, na ndipo hata leo hii tumeweza kushuhudia ameweza kubadilisha mabadiliko ya kukosoa na kudai haki kwa hasira kama ilivyokuwa awali, na kile anachozidi kukiendeleza hivi sasa katika mitandao ya kijamii, akionekana kuwa na sauti chini baada ya kupewa takriban milioni 2 na uongozi wa serikali Kenya Kwanza. Pia kwa njia moja ama nyingine, viongozi wa huko Homa Bay wameweza kuahidi kumjengea nyumba ambayo kabla ya mazishi yake Albert Ojwang itakuwa imeweza kukamilika. Sasa mtazamaji, iwapo katika taifa hili la Kenya hivi sasa tutaweza kushuhudia migawanyiko, baadhi ya viongozi hasa wa upinzani kutaka haki na ushirikiano wa Gen Z kwa ajili ya kubadilisha taifa hili la Kenya, huku upande wa pili kukiwa na baadhi ya viongozi ambao wako radhi hata kulipa goons kwa ajili ya kuumiza vijana hawa Gen Z ambao ni watoto hata wa baadhi ya viongozi kwa miaka midogo. Vijana wa Gen Z wako radhi waweze kuumizwa, huku viongozi wengine wakisalia kimya. Je, taifa hili la Kenya litakuwa linaelekea katika mwelekeo gani? Ni kiongozi yupi wa kulaumiwa? Je, ni Mheshimiwa Rais Ruto ama ni Mheshimiwa Johnson Sakaja? Na mtazamaji, sote tunafahamu kwamba kauli ya awali yake Mheshimiwa Rigathi Gachagua, hakuna jambo lolote lile litaweza kufanyika katika taifa hili la Kenya iwapo kiongozi ama jamaa wa karibu wake Mheshimiwa Rais Ruto ambaye ni Faruk Kibet atakuwa hajaweza kulizungumza. Sasa lawama hii yote itaweza kutupwa kwa nani? Na sote tunafahamu kwamba hivi sasa viongozi wa serikali Kenya Kwanza kwa njia yoyote ile wataweza kutumia nguvu, pesa na hata mambo mengine ili waweze kuzuia yeyote yule kuingia afisini mwaka 2027 baada ya uchaguzi. Haya yote yameweza kusababishwa na hata kauli ya hivi karibuni yake Mheshimiwa Rais Ruto
ya kwamba hataweza kupeana mamlaka kwa viongozi ambao hawana ajenda, huku Mheshimiwa Rigathi Gachagua akimpa jibu Mheshimiwa Rais Ruto. Ajenda ni ya kwamba aweze kuondoka ofisini na ndipo waweze kufanya mabadiliko yote kwa ujumla, na viongozi wa upinzani wakiamini kwamba iwapo mabadiliko yataweza kufanyika huku chini, basi hakuna popote pale taifa hili la Kenya litaweza kuendelea ama kusonga, bali mabadiliko yaweze kufanywa kuanzia juu kushuka chini. Hii ina maana kwamba mwaka 2027 Wakenya ni waweze kuwa makini iwapo ni kiongozi yupi wa kurejeshwa afisini ama viongozi wote wa serikali ya Kenya Kwanza ataweza kutolewa ili wafanikishe yale ambayo wamekuwa wakikosoa dhidi ya serikali hii ya Kenya Kwanza. Sasa mtazamaji, ni vyema kwa wewe hapo kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Pia subscribe, like, comment na kushare. Bye bye until the next video.